Kwenye masuala ya ongezeko la bei ya mafuta ni kwamba mabadiliko hayo yaliyotangazwa na halmashauri ya kudhibiti sekta ya kawi na mafuta nchini IPRA yamezua maoni tofauti kutoka kwa wabunge na wadau wa usafiri. Baadhi ya wabunge wanaounga mkono serikali wamemtetea Rais William Ruto wakisema ongezeko hilo limetokana na mvutano unaoendelea kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, kunao wale viongozi wa upinzani ambao wameilaumu serikali kwa kuingiza siasa katika suala la bei ya mafuta. Katika mabadiliko hivi majuzi ya bei ya mafuta yaliyotangazwa tarehe 14 mwezi huu, halmashauri ya kudhibiti sekta ya kawi na mafuta nchini IPRA imeongeza bei ya petroli kwa shilingi 16 na senti 65 kwa lita moja na dizeli kwa shilingi 46 na senti 29 kwa lita moja, huku bei ya mafuta taa ikisalia bila mabadiliko. Wabunge wanaunga mkono serikali wakiongozwa na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse pamoja na mwenzake wa Mwingi Magharibi Charles Nguna wamemtetea Rais Ruto wakisema ongezeko hilo si kosa lake. Sasa ukiangalia bei huko United Kingdom imefika hata 300 shillings. Ukiangalia hizi nchi zingine ziko hapa Uganda, Tanzania, kila mahali bei ya mafuta imepanda. Wabunge hao pia wamewashutumu viongozi wa upinzani kwa kile walichodai ni kupotosha Wakenya kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Hatufurahishwi na mambo ya gharama ya maisha ya mwananchi wa kawaida kupanda, lakini ni vizuri viongozi, tukiwa wale viongozi ambao tunaunga mkono serikali na vile vile wale ambao wako kwa upinzani, tueleze wananchi ukweli. Lakini baadhi ya viongozi wa upinzani wakiongozwa na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro wameilaumu serikali kwa ongezeko hilo. Fuel products and especially diesel is an ascendant component when it comes to production, when it comes to transportation, and basically the entire facets of the economy. Kauli sawia imetolewa na makundi ya wanaharakati. Fuel imepanda a whopping 46 shillings. Na hiyo petrol imepanda na 16 shillings. To you it might be cheap, but sisi kwa ground tunaumia. The transportation affect the food prices, which will also affect how we'll be able to feed our family. And the cohesiveness will also be determined by that. Hata hivyo, Ndindi Nyoro amependekeza marekebisho ya ushuru ziada wa thamani VAT na ushuru wa mafuta kama njia ya muda mfupi ya kuwasaidia Wakenya kukabiliana na gharama za juu za mafuta. The amount Kenyans pay at the pump for distribution and margins of importers of fuel and retailers and wholesalers is around 22 shillings. I'm proposing that we reduce by 4 shillings, is that we must reduce our VAT further from the current 8% to 0. In the short term, we must exempt fuel products from VAT. We must do away with the road maintenance levy fund, Kenya shilling 7, that was added in the year 2024 by this government. Haya yanajiri huku wamiliki wa lori pamoja na wadau wengine katika sekta ya usafiri wakitangaza mgomo wa kitaifa siku ya Jumatatu kupinga ongezeko la bei ya mafuta. Kutoka Mombasa hadi Busia, kutoka Mandera kwenda hadi Isebania, Jumatatu malori yote yawekwe parking. Kulingana na tangazo la serikali, bei hizo mpya zitaendelea kutumika kwa siku 30 zijazo.